Hii ni clip ya Freddy Vunjabei. Ni mtu ambaye mara nyingi sana huwa simsikia akizungumza kwenye media. Hii video nikakutana nayo nikasema, hebu ngoja tuitizame, ina funzo kubwa ambayo itakusaidia kuweza kuboresha biashara yako. Let's go. Tofauti ya watu wanaofanya vizuri kwenye biashara na watu ambao wanaanza biashara afu wanakutana na changamoto. Sio kufanya vibaya, nadhani changamoto kwa sababu wanashindwa kuendelea nazo kwa maana nazo. Kwa hiyo wanakutana na changamoto afu wanaamua kuacha. Tofauti kubwa huwa ni decision making. Huwa ni the way watu wanafanya maamuzi. Unajua tunasema mara mbili matatu kitu. Ufanyaji wa maamuzi ndio unaoamua biashara yako itakuwaje. Kwa sababu unaweza kufanya maamuzi ya aina nyingi. Unaweza kufanya maamuzi ya mtaji, utumiaji, unaweza kufanya maamuzi ya uwekezaji, unaweza kufanya maamuzi ya uchaguzi wa biashara kutokana na eneo ulilopo. Unaweza kufanya maamuzi ya masoko. Umeshaanza biashara, je, kwenye masoko unafanyaje maamuzi? Kwa hiyo kufanya maamuzi ndio point namba 1. Lakini pia ukirudi kwenye maamuzi, vijana wengi wanapata mitaji. Lakini wanaishia kutokufanya biashara au kutokuingia kwenye biashara au kuingia kwenye biashara na kufeli kwa sababu wao wanadhani problem ni mtaji pekee yake. Nikupe story moja hapo. Watu wengi wanajua mimi rafiki yangu ni Frank Note. Kuna malalamiko ya mtaji. Frank Note alianza kufanya biashara na mtaji mdogo sana pengine kuliko hata mimi. Kwa sababu nakumbuka miaka ya nyuma wakati ameacha kazi, Frank alipata ka frame somewhere. Akaweka frame, alipata hela ya kulipia frame tu, alikuwa hana hela nyingine. Kwa hiyo alipolipia frame ni pesa ndogo sana, frame yake ilikuwa hapo makaburini nyuma makao chochole hivi. Akawa ametengeneza urafiki na watu wa Kariakoo na akaamua kuanza biashara ya online. Sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza kufanya biashara za online. Kwa hiyo Frank akaenda Kariakoo, akawa anapewa sample. Sababu mtu Kariakoo asikupa sample kama hapo. Ila akianza kukuamini anaweza kukupa kiatu kimoja. Kwa hiyo akawa anapewa kiatu cha kushoto. Design nyingi unakuta ukaniwa kaleka viatu vya kushoto tu. Kwa hiyo alikuwa anatafuta order leo siku nzima, anapambana kwenye mitandao. Akishapata order ya mteja mkoani na watu anamwambia nitatuma kesho. Kwa hiyo asubuhi akiamka cha kwanza anaamkia Kariakoo. Akifika Kariakoo anaenda kupewa kiatu cha kulia. Ndio anakuja dukani anafunga order, anatuma, afu anatafuta labda kule anaomba na sample nyingine anaweka tena kiatu cha kushoto. Amekwenda hivyo kwa muda mrefu mpaka akafika point akaanza kununua mzigo wake taratibu, akaanza kuweka dukani vitu vinavyoenda mpaka leo huyu Frank unayemwona. Lakini amepitia mengi. Lakini alianza hivi. Sasa kale ka milioni 1 ambako nadhani alikuwa nako, sidhani kama alikuwa na zaidi ya milioni 1 mkojo wake. Ile hela aliyokuwa nayo ile, maamuzi aliyofanya ni kwamba aliamua kuinvest kwenye ofisi. Unaona, akiwa anaongesha video zake kwenye social media anaonekana yuko ofisini, anaonekana samples zinaonekana nyuma, watu wakajenga trust. Kwa hiyo ni maamuzi. Mtu mwingine angechukua milioni anasema hii ndogo, sisi kwa biashara milioni 1 itoshi, frame moja itoshi chochote. Inatosha. Inategemea wewe umeamua kuiendesha. Kwa hiyo wewe think, wewe unatengeneza biashara yako ni unaguswa zaidi na vile unavyofanya maamuzi. Nadhani hiyo